Ninakusalimu katika jina la Kristo na matumaini ya kwamba mzima wa afya na unaendelea vizuri na jina la Bwana latukuzwa katika maisha yako. Leo ikiwa ni siku ya maombi, ninapenda kushare neno la Mungu na wewe kwa nia ya kutia moyo na kuomba pamoja na wewe. Na kabla tujaendelea zaidi, basi tuweze kuomba ili kualika uwepo wa Roho Mtakatifu. Baba, nakushukuru sana kwa wakati huu tunapoenda kushare neno la Mungu na rafiki yangu hapa, mpendwa msikilizaji. Ninaomba Bwana uweze kutubariki sote, lakini pia ukamfikie katika mahitaji yake, na jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimizwe katika maisha yake, katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Tafakari ya leo ambao nimependa ni share na wewe inatoka kwenye kitabu cha Zaburi 46. Inasema Bwana ni kimbilio na nguvu, msaada tukaonekana tele wakati wa mateso yetu. Ni tafakari ambayo naipenda na naamini hata wewe unaipenda wakati fulani unakuwa ukitafakari. Mara nyingi kama binadamu katika hali ya kibinadamu, tunapopatwa na changamoto za aina yoyote ile, iwe ni ya kifamilia, iwe ni ya kazi, iwe ni ya kindugu, ama majanga mbalimbali katika ulimwengu kama mvua inaendelea ulimwenguni. Mara nyingi huwa kibinadamu huwa tunakimbilia kwa wanadamu wenzetu. Kwa mfano kwenye changamoto za kazi tunakimbilia kwa viongozi wetu, wengine wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji, wengine vitu vya namna hiyo. Yaani tunaweka zaidi matumaini yetu kwa wanadamu, kwamba tukizani ya kwamba hawa wanadamu ndio ambao wanaweza kusolve matatizo yetu. Lakini mara nyingi si wote ambao wanasolve matatizo yetu, sio wote ambao wanaweza kutusaidia. Ni mpaka pale upate mtu ambaye amewekwa na Mungu maalum kuweza kusaidia wewe kutoka katika changamoto yako. Lakini hata hivyo neno la Mungu linatuambia ya kwamba Bwana ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso yetu. Kwa hiyo wa kwanza kabisa ambaye tunapaswa kumkimbilia katika changamoto zetu zote zinazotukabili, iwe ni ya familia, kati ya mme na mke, watoto, changamoto za kiuchumi, changamoto mbalimbali za kindoa, changamoto za kazi, magonjwa, ajira na mambo mengine, wanafunzi, ada za shule na kila namna, mahusiano. Changamoto yoyote, unapopatwa na changamoto yoyote, neno la Mungu linasema tukimbilie kwa Mungu kwanza. Na tukikimbilia kwa Mungu, yeye ataleta msaada. Msaada huu unaweza kutoka kwa wanadamu wenzetu, ama moja kwa moja yeye mwenyewe Mungu akakusaidia automatic, yani akakusaidia moja kwa moja yeye mwenyewe, ama akatumia watu kukusaidia. Daniel sura ya 6. Daniel alipatwa na changamoto. Ukisoma vizuri, alitungiwa maneno ya uongo na marafiki zake, sheria ya uongo, ili aabudu tu Mungu huyo wa Medi na Wajemi. Lakini Daniel hakwenda kwa mfalme, hakwenda kwa nani? Alikwenda kwa Mungu. Daniel 6 mstari wa 10, alienda kwa Mungu. Alikimbilia kwa Mungu. Alienda akaomba kama ilivyo desturi yake. Sasa wengine tunaenda kwa Mungu tunapata tuna matatizo. Tukiwa tuna raha hatuendi kwa Mungu. Lakini Biblia inasema Daniel kama ilivyokuwa desturi yake, Daniel 6 mstari wa 10, alikwenda kwa Mungu kwa maombi. Siri ya ushindi wetu katika changamoto zote ambazo tunazipitia, siri ya ushindi wetu
ipo kwa Mungu. Yaani Mungu ndiye ambaye anaweza kutupatia ushindi katika changamoto zote ambazo tunazipitia. Iwe ni magonjwa, iwe ni changamoto za ajira, kufutwa kazi, iwe ni changamoto za ndoa, mahusiano, watoto wanasumbua, iwe chochote kile. Nataka nikwambie, Mungu anayo siri, anao ufunguo wa kupatia ushindi katika changamoto zote hizi. Kwa hiyo wa kwanza kabisa kumkimbilia anapaswa awe ni Mungu. Alafu Mungu mwenyewe kupitia maombi yako, kwa sababu umemtumaini yeye, umemkimbilia yeye, Mungu mwenyewe atainua watu. Danieli mfalme ndio alimuokoa. Yule mfalme wa Medi na Wajemi ndio alimuokoa. Mungu alimtumia. Kwa hivyo unapoanza na Mungu, Mungu anamaliza na wewe. Unapomkimbilia Mungu, Mungu anakusaidia. Maana anajua huyu ni mtoto wangu, amepatwa na hii changamoto, nitamsaidia. Embu Bwana akawe ni kimbilio lako. Kimbilio lako siku zote za maisha yako. Sio wakati wa raha tu, wakati wa changamoto, lakini hata wakati wa shida ukaendelee kumkimbilia Bwana. Mkimbilie Bwana siku zote za maisha yako. Wakati wa shida na wakati wa raha. Wakati ukiwa katika mvua na wakati ukiwa katika jua. Mkimbilie Mungu wakati wowote. Kumbuka somo leo linasema Bwana ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso yetu. Zaburi sura 46 na mstari wa 1. Tuombe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya rafiki yangu huyu. Ninamweka mikononi mwako. Leo ni siku ya maombi. Baba, ninajua pengine anapitia changamoto mbalimbali. Inaweza ikawa ni ya ndoa, inaweza ikawa ni katika eneo lake la kazi, inaweza ikawa ni mahusiano, inaweza ikawa ni ukosefu wa ajira, inaweza ikawa ni watoto wanamsumbua. Baba, ninakusihi kwa namna ya pekee, nenda ukaingilie kati, ukamsaidie kwa sababu ameamua kukimbilia wewe. Bwana, msaada wako ukaonekane katika maisha yake na ukampatie amani, ukampatie na utulivu katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Bwana akubariki sana.